Leo nataka nikupe baadhi ya matukio ambayo yanamuhusu aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, mzee wa Msoga. Leo nataka nikupe baadhi ya matukio au historia yake kwa ufupi sana juu ya mambo ambayo yanamuhusu. Sasa kabla tujaendelea, ni kuombe uweze kusubscribe channel hii ili uweze kuwa kwanza kupata matukio na habari kama hizi. Jambo la kwanza ambalo linamhusu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ni kuwa amezaliwa tarehe 7 Oktoba pamoja na viongozi mashuhuri kama Vladimir Putin wa Urusi pamoja na Askofu Desmond Tutu. Hawa wamezaliwa au wanashare tarehe moja ya kuzaliwa. Namba 2 ni kiongozi wa 6 mwenye ushawishi zaidi Afrika. Mpaka Aprili 4, 2013 alikuwa na wafuasi 57,626 katika mtandao wa Twitter ambao kwa sasa unaitwa mtandao wa X. Lakini jambo la tatu linalomhusu Mheshimiwa Kikwete ni kuwa ndiye kiongozi aliyechangia kiasi kikubwa kupatikana kwa amani katika nchi za Burundi, DRC, akiwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Jambo la 4, kama ilivyo kwa Rais Obama wa Marekani, Rais Kikwete ni mchezaji mzuri sana wa mpira wa kikapu. Alichezea timu ya shule katika mashindano mbalimbali. Jambo la 5 linalomhusu Mheshimiwa Kikwete ni kuwa ukiacha mbali na Mwalimu Nyerere, Rais Kikwete ndiye kiongozi mwenye tuzo nyingi zaidi za heshima. Ameshapata tuzo zaidi ya 5 za heshima toka alipoanza muhula wake wa kwanza. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2005. Namba 6, alizaliwa katika familia ya wanasiasa. Babu yake Mzee Mrisho Kikwete alikuwa chifu wa Wakwere. Baba yake alikuwa mkuu wa wilaya ya Pangani, Same na Tanga. Jakaya Kikwete amewahi kusimulia hadithi ya kuwa wakati mama yake alipokuwa mjamzito, babu yake alitamka kuwa ikiwa mtoto atakuwa wa kiume atampatia urithi wa cheo chake. Aliposoma shule ya sekondari ya Kibaha alikuwa ni mwenyekiti wa wanafunzi na pia wa vijana watano. Shule ya sekondari Tanga alikuwa kiranja mkuu na pia kiongozi wa timu ya mpira. UDSM alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wanafunzi. Namba 8, ni mmoja kati ya mawaziri wadogo zaidi wa fedha kuwahi kutokea nchini Tanzania. Alichaguliwa kuwa waziri wa fedha akiwa na umri wa miaka 44 tu. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1994. Licha ya kuwa mkwele hawezi kuogelea, hilo na tania tu kwamba Mheshimiwa Kikwete yeye kwenye masuala ya kuogelea sio mzuri sana. Lakini jambo la 10, aliwahi kusema roads are the blood vessel of the economy, akiwa na maana ya kwamba barabara ndio mishipa ya damu ya uchumi. Anaamini ukiwa na barabara bora na uchumi wako utakuwa kwa haraka zaidi. Lakini jambo la 11 ni kuwa ndiye kiongozi aliyechukua nafasi kubwa sana katika kusawazisha mgogoro wa kisiasa nchini Kenya. Hii ni mwaka 2008. Alikubali kuweka urafiki pembeni baina yake na Lowassa na kutuletea jembe au buludoza, yani John Pombe Magufuli. Kumbuka alishawahi kusema hawakukutana barabarani, lakini jukumu la kuongoza nchi sio la kirafiki, hivyo alimchinja rafiki yake Lowassa katika mkutano mkuu wa neki. Namba 13, akiwa rais aliweza kulinda umoja na amani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki licha ya kuwa na migogoro iliyoibuka baina ya Tanzania, Rwanda, Uganda na Kenya, na aliwahi kusema Tanzania itakuwa nchi ya mwisho kujitoa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Namba 14, atakumbukwa kwa maneno yake kama akili za kuambiwa changanya na zako, usione vyaelea vimeundwa, kila zama na kitabu chake. Hii ni baadhi tu ya misemo maarufu ambayo aliwahi kuisema Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini jambo la 15, ni kiongozi ambaye kwake yeye kujipa muda ili kutatua tatizo ndio ilikuwa kawaida yake au ilikuwa utaratibu wake. Itakumbukwa mgomo wa walimu mwaka 2010, mgomo wa madaktari, maandamano ya Chadema Iringa, Arusha, migogoro baina ya Tanzania na nchi rafiki kama Malawi, Rwanda, Uganda na Kenya. Yote hii aliweza kuipa muda na baadaye alikuwa na majibu ya kuridhisha katika kuitatua. Mwaka 2011 alitajwa na jarida la Forbes kama kiongozi wa pili duniani kwa kuwa na ushawishi. Nafasi ya 3 alikuwa rais wa Marekani, yani Barack Obama.
Sasa kama una jambo lingine la kuweza kuongezea juu ya neno ambalo linaweza kumuhusu Jakaya Mrisho Kikwete, unaweza ukaweka hapo kwenye comment, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe ili uweze kupata matukio na mbalimbali ya wanasiasa, michezo na burudani katika chaneli hii.